Sura ya 9. Uhusiano kati ya Sembe na Chichi sasa ulikuwa wa muda mrefu. Ilikuwa imepita miezi 6 tangu wakutane na kuanza uhusiano wao. Walipendana kama chanda na pete. Mara kwa mara Sembe alikuwa akimtembelea Chichi kwenye kioski au maskani kwake. Aghalabu mchana. Usiku Sembe aliweza kumchukua kimanzi huyo kwenye motokaa yake na kumpeleka kwenye ukumbi ambako bendi yake ilikuwa ikitumbuiza. Walipokuwa densini, Sembe akiwa na bendi yake ya vijana 6 waliovaa sare maridadi za rangi nyekundu zilizonakshiwa, aliweza kuimba na kupiga gitaa kwa mvuto. Burudani iliyokonga nyoyo za mashabiki wa bendi hiyo. Walimbwende walimwangalia kwa kusuba kubwa. Wavulana nao walimtazama kwa msisimko, baadhi yao wakilaani kwa nini Mola hakuwatunuku nao kipawa kama hicho. Mashabiki walimshangilia kwa kipawa nadra alichokuwa nacho na wengine walikwenda jukwaani kumtuza. Alipochoka, Sembe alikabidhi gita kwa mwanamuziki mwingine, akateremka jukwaani na kwenda kuketi na Chichi. Alikunywa pombe, Chichi alikunywa soda na kula vibanzi. Baada ya kukaa na Chichi kwa muda, aliondoka tena kurejea jukwaani. Na mashabiki walipomwona akipanda ngazi za jukwaani, walilipuka kwa vifijo. Sembe oye, tuletee vibao moto moto. Lakini kulikuwa na mtu mmoja, mwanamke ambaye hakuwa na furaha. Alitawaliwa na wivu wa muda mrefu kidogo. Alijiuliza moyoni, yeye alikuwa na mkosi gani hata asipendeke? Mwanamke huyu kwa jina Asha Salim alikuwa amempenda mno Sembe, lakini Sembe hakuonekana kulihitaji penzi lake. Kila mara Asha alipokuwa akija dansini kuburudika na muziki wa Nyota Jazz, alijitahidi kujipitisha mbele ya Sembe, kumsabahi na kumsemesha. Sembe alipokea salamu za mwanamke huyo, lakini hakupenda kufanya maongezi naye. Asha alifikiri pengine hana huba ya kumvutia mwanamume huyo. Aliamua kwenda saluni kujiremba zaidi, hasa kwenye uso na nywele. Alijaribu tena kujipitisha kwa Sembe. Hali ikawa ile ile. Asha alijaribu kwenda kwa mganga wa jadi kutafuta ndumba ya kumweka Sembe sawa. Mganga huyo alimpa dawa ya unga na kumtaka aichanganye na mafuta mazito kama ya Vaseline na kujipaka usoni, na nyingine aichanganye na maji ya kuoga, kisha akamkabidhi Sembe. Utaona maajabu ya dawa hii. Mwanamume huyo utamteka kabisa, utamnasa kabisa, utashangaa, alisema mganga huyo wa jadi. Asha alitekeleza masharti ya dawa hiyo, lakini alipojipitisha kwa Sembe hali ikawa ile ile. Mganga akanitapeli, alijiambia moyoni. Hatimaye Asha alifahamu nini kilichokuwa kikimwekea kiza katika msako wake kwa Sembe. Chichi Petro. Mwanamke huyu alikuwa jirani yake katika mtaa wa Magomeni, lakini hawakuwa na uhusiano wala mazoea ya kuzungumza. Asha aliamua kuzoeana na Chichi, si kwa nia nzuri. Alidhamiri komoa Chichi na Sembe. Ilikuwa siku ambayo Nyota Jazz walikuwa wakitumbuiza. Asha aliondoka mahali alipokuwa ameketi, akamfuata Chichi ambaye alikuwa ameketi peke yake, mbele yake kiwa na meza iliyokuwa na chupa moja ya soda na nyingine ya bia. "Hujambo dada?" alisema Asha. "Sijambo, karibu," alisema Chichi akimwangalia Asha usoni. "Nafikiri unanifahamu, naitwa Asha," alisema kisha akaketi. Kabla ya kujibu, Chichi alimwangalia Asha kwa kumchunguza. "Pengine nimewahi kukuona. Sura yako si ngeni kwangu." "Mimi naitwa Chichi," alisema. "Mimi ni jirani yako, naishi mtaa jirani nawe. Naishi mtaa wa Magomeni namba 41. "Kumbe nyumba jirani kabisa na yetu," alisema Chichi na sasa akifarijika. "Karibu kinywaji." "Asante, wewe endelea tu." "Una shida nami?" Asha hakujibu haraka. Muziki wa Nyota Jazz ukaanza kutawala anga. Wanawake hao wakaelekeza macho yao ukumbuni kuangalia wanamuziki hao. Walionekana wakiimba kwa umahiri na kucheza kwa mpangilio.
Baadaye Chichi alimsikia Asha akisema, jirani, nilikuona siku moja ukimsukuma mwanamke mmoja kwenye baraza la nyumba yenu. Kumbe unajua kusuka? Ndiyo. Nywele zangu, alisema Asha akipapasa nywele zake, zimekuwa ndefu sana. Zinanipa tabu kuchana. Naomba unisuke kesho kama utakuwa na nafasi. Njoo nyumbani nitakusuka. Nije saa ngapi? Saa 10:30 jioni. Nitakuja. Akichelea kwamba Sembe angemkuta hapo akiongea na Chichi, asingejihisi vizuri. Asha aliaga, akaondoka na kwenda zake haraka. Kesho yake alikuja mfanyabiashara mmoja kwenye kioski cha Chichi. Alikuwa chotara wa Kiarabu, mrefu na mwembamba. Alivaa kanzu na slipa. Mfanyabiashara huyo ambaye alifahamika kwa jina Abeid Musa alikuwa ametokea mjini Morogoro. Alikuja Dar es Salaam kwa shughuli za kibiashara. Alitaka kunywa soda. Hali ya hewa siku hiyo ilikuwa na jua kali na joto jingi. Hii ilisababisha watu watokwe na jasho ovyo. Kuna soda baridi? Aliuliza. Ndiyo, alijibu Chichi. Nipatie Pepsi Cola. Chichi alichukua chupa kutoka kwenye friji, akaifungua na kumpa Musa. Musa alipokea, akaanza kuburudika na kinywaji hicho baridi. Wakati akinywa hakuyabadua macho yake kwa Chichi. Msichana alipoona anatazamwa mno alishtuka. Vipi kaka? Aliuliza Chichi. Nimefurahi na tu kukuona. Kwani? Basi tu, alisema Musa huku anacheka. Hakutaka kufafanua. Msichana naye alicheka, sasa alielewa. Karibu kwetu Morogoro, alisema Musa. Unakaa Morogoro wewe? Ndiyo, nafanya biashara huko. Unafanya biashara gani? Nina maduka mawili, mgahawa na nyumba ya kulala wageni. Hongera kwa kuwa mjasiriamali, alisema Chichi amechangamka. Sasa huku Dar umefuata nini? Bidhaa. Unanikaribisha Morogoro wewe, huna mke? Sina, unaweza kosa kuamini, lakini mimi bado mseja. Sijaamua kuoa. Chichi alitabasamu akionyesha meno yake meupe. Musa aliendelea, karibu Pwani Guest House, namba 10, tutaongea kwa urefu. Msichana aliendelea kutabasamu tu. Hakuifahamu Pwani Guest House, hakujua ilikuwa katika mtaa gani, hakuwa na mazoea ya kwenda guest house. Nikifika nikuulizie kwa jina gani? Chichi aliuliza. Abeid Musa. Musa alimaliza soda kwenye chupa, akaingiza mkono kwenye mfuko wa suruali yake. Akatoa kitita cha pesa. Alimkabidhi msichana huyo chupa na kitita hicho. Msichana alisisimka alipoona anakabidhiwa kitita hicho. Mbona umezidisha? Nimelipa soda na zinazobakia ni zako. Asante. Karibu pale Pwani Guest House. Tuongee kwa urefu. Ni mahali pazuri kwa maongezi. Patulivu na huduma zake ni nzuri. Iko mtaa gani mbona sijui? Mtaa wa Mikumi. Nitajitahidi kuja jioni, alisema Chichi. Kisha akachukua kalamu na kuandika jina la bwana huyo, jina la guest house, jina la mtaa na namba ya chumba.